Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 22 ya mwezi wa 12 mwaka 2025, siku nzuri kabisa, siku ya Jumatatu. Mkujufu kabisa ni kualike kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Sheikhani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Mbona nikukumbushe, kama ndo mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tunapatikana kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram, TikTok, bila kusahau mtandao wa X kwa jina la Toka Zamani TV. Lakini pia usisahau kuacha bodi yako kwenye comment kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante sana kwa kuwa mdau ambao unaandika comment. Na bila kupoteza wakati tunaanza rukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo ipo Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Maziwa mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, bidhaa za nyama, sausage bora kabisa Tanzania kutoka Peramio, lakini pia vinywaji vya aina mbalimbali vinapatikana hapo, mafuta kupikia, lakini pia na bidhaa nyingine nyingi kwa ajili ya matumizi yako wewe ambaye unatutazama wakati huu. Fika hapo ili uweze kupata bidhaa zako mbalimbali ambazo unazihitaji. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket piga simu namba 0775946447. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni mambo manne yatajwa maridhiano. Simba Chawene asema ni uamuzi wa lazima kutibu majeraha. Askofu Bagonza haimiza kukubali gharama. Habari katika ukurasa wa 3. Mwigulu aja kivingine ukaguzi miradi. Agiza MRC kutumia utaalamu uliotumikia mbio za mwenge. Ajivunia kasi fursa za ajira. Asisitiza amani. Habari katika ukurasa wa 2. Agwelapo wataka kasi kupima kupanga ardhi. Habari katika ukurasa wa 3. Tanzania India kushirikiana tiba asilia. Habari katika ukurasa wa 8. Wadau waisubiri ripoti ya tume ya kuimarisha umoja. Habari katika ukurasa wa 4. Demokrasia si chupa unayoagiza kutoka nje. Habari katika ukurasa wa 18. Tusk yaagizwa kutoa vibali ndani ya siku 14. Habari katika ukurasa wa 20. NEEC yazindua mwongozo kuimarisha biashara. Habari katika ukurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti ya Habari Leo mikononi mwangu, na gazeti ya Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni kuelekea maridhiano ya taifa. Bagonza ataja mambo matano, ayafananisha mambo hayo na sumu inayopaswa kuepukwa katika mchakato wa maridhiano. Habari katika ukurasa wa 4. Nukuu ya George Simba Chawene, waziri wa mambo ya ndani, nasema serikali inakubaliana kwa sababu ndio msingi rais wetu ameuweka. Maridhiano hayawezi kujengwa kwa hila, kwa maslahi ya muda mfupi au kwa kukwepa ukweli. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4. Gazeti hili limeandika Chauma ya mng'ang'ania Kairuki Kibamba, Dar es Salaam. Mahakama Kuu kanda ya Dar es Salaam imempunguzia aliyekuwa mgombea wa ubunge wa Kibamba kupitia Chauma, Edward Kinabo, dhamana ya gharama za kesi katika shauri la uchaguzi kupinga ushindi wa mbunge wa sasa Angela Kairuki. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 9. Mauzo ya nje yaipaisha thamani shilingi ya Tanzania. Habari katika ukurasa wa 2. Gazeti hili pia limeandika ufupa gumu gredi ya taifa ya maji. Habari katika ukurasa wa 3. Mabadiliko AFCON yaipa kicheko hiki Tanzania. Habari katika ukurasa wa 20, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi. Gazeti Majira, gazeti huru la kila siku, lenye limeandika TRA yatangaza kiama kwa waagizaji mafuta ni kwa kujihusisha na vitendo vya magendo, yaunda timu ya wataalamu watakaoshirikiana na waagizaji pamoja na wamiliki wa viwanda vya mafuta. Habari katika ukurasa wa 4. Nchimbi amwakilisha Rais Samia mkutano wa dharura. Habari katika ukurasa wa 4. Agizo zito kwa wakandarasi wanaokiuka ubora wa miradi. Habari katika ukurasa wa 4. Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba amemwagiza waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI awaandikie barua wakuu wote wa mikoa ili waunde timu ya ukaguzi wa majengo na miradi kwenye mikoa yao kama njia ya kukabiliana na wakandarasi wanaokiuka makadirio ya gharama za ujenzi BOQ wa miradi ya serikali. Wazawa kupewa kipaumbele miradi ya ujenzi chini ya bilioni 50. Habari katika ukurasa wa 4. Serikali ipongeza TIA kuimarisha rasilimali ya taifa. Habari katika ukurasa wa 4.
mapendekezo ya wataalamu uchukuzi yaandaliwa, habari katika ukurasa wa 3. UN yaitaka Rwanda kuondoa vikosi vyake DRC, habari katika ukurasa wa 19. Afya ya akili na maisha ya wasichana katika taasisi za elimu ya juu, habari katika ukurasa wa 14. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Kila siku Fort Johanna Daycare and Nursery School inaanza na tabasamu, furaha na ujifunzaji unaohisi kama nyumbani. Tunafuata mfumo wa Montessori. Watoto hujifunza kwa kuchunguza, kugundua na kufanya mambo kwa vitendo, huku wakikua kwa uhuru. Walimu na walezi wetu wamefunzwa vizuri, wana uzoefu na upendo mkubwa kwa watoto, kuhakikisha kila mtoto anahisi kuthaminiwa na kujali. Fort Johanna Daycare and Nursery School ni mahali salama na penye ubunifu, ambapo watoto wanajifunza, wanacheza na kujijenga kwa kujiamini. Kwa wazazi wa Kigamboni na maeneo karibu ya Dar es Salaam, usikose nafasi. Usajili kwa mwaka wa masomo 2026 umefunguliwa sasa. Tunapokea watoto kuanzia umri wa mwaka 1 hadi miaka 5. Fort Johanna Daycare and Nursery School, mahali ambapo kujifunza ni upendo. Tembelea au tupigie simu leo kwa namba za simu 0746369615. Nipashe Mwanga wa Jamii lenye limeandika mawakili waonya haki iko hatarini. Mfumo wa sasa watesa watuhumiwa, kesi za kwama kisa mtandao na sheria kubadilishwa ghafla. Wanaharakati na DPP wakosolewa. Wakili mwenye uzoefu wa miaka 30 mahakamani ataka marekebisho ya haraka. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3. Ndugu yake anasema unataka kuwasilisha nyaraka kwa njia ya mtandao, lakini mtandao haufanyi kazi au unasumbua. Kupata namba ya malipo control number kunachukua siku 2 hadi 3. Inapofika siku ya kesi, nyaraka hazijalipwa na kesi inakwama. Kusikiliza kesi kwa njia ya mtandao kuna wanyima watu haki, kwa sababu si wote wanafahamu teknolojia hiyo na kutumia kompyuta kuingia kusikiliza kesi. Tiba asilia yapata msukumo mpya. Ubia Tanzania India, habari katika ukurasa wa 4. Ajira 115,000 vijana kilimo cha mboga kando mwa SGR, habari katika ukurasa wa 5. WFP wizara zafungua fursa mpya mabehewa jokofu, masoko ya uhakika ndani na nje ya nchi. Bagonza ataja sumu 5 zinazozuia maridhiano, habari katika ukurasa wa 8. Korti kuu aliyegongwa na basi la mwendo kasi alipo milioni 88, madereva amfidie milioni 10. Gazeti hili limeandika Dorothy CUT kumpisha Mpina kugombea urais, habari katika ukurasa wa 2. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Uhuru kweli daima lenye limeandika Dr. Mwigulu aishusha maagizo kwa MRC, awataka waunde timu za ukaguzi wa majengo na miradi katika mikoa yao. Lengo ni kuwabana wakandarasi wanaokiuka makadirio ya gharama za ujenzi. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2. Uhusiano kidiplomasia Tanzania Urusi wazidi kuimarika, habari katika ukurasa wa 6. Fahamu madhara kulala dakika 30 baada ya kula, habari katika ukurasa wa 5. Ulega atekeleza maelekezo ya waziri mkuu, habari katika ukurasa wa 4. Ukila bata Christmas usisahau ada Januari, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 6 wa gazeti hili. Bosi TRA atangaza vita kwa waagizaji mafuta kinyemela, habari katika ukurasa wa 17. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru ukweli daima. Tutazame sasa gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi lenye limeandika Dr. Mwinyi zingatieni fursa za kiuchumi, azitaja sekta za uchumi wa buluu uwekezaji, habari katika ukurasa wa 2. Tushukuru neema ya bani, habari katika ukurasa wa 2. Serikali kujenga vituo kuendeleza utamaduni Dr. Mwinyi, habari ni katika ukurasa wa 3. Wanahabari lindeni muungano wa Masauni, habari katika ukurasa wa 2. ZMBF yazindua mpango wa ujasiriamali kilimo cha mwani, habari katika ukurasa wa 8. Lukiza Autism Foundation inakuletea msimu wa 4 wa harambee kupitia hafla ya chakula cha usiku Autism Awareness Charity Gala Dinner itakayofanyika tarehe 31 ya mwezi wa kwanza mwaka 2026 katika ukumbi wa Mlima City, Dar es Salaam. Lengo la hafla hii ni kuchangisha fedha kwa ajili ya kuwafundisha walimu wa shule za awali kuhusu dalili za usonji, kutoa tuzo kwa wadau mbalimbali wa usonji, kuwakutanisha wadau mbalimbali wa usonji, kutangaza tarehe ya mbio ya Run for Autism Tanzania
2026 na kufungua usajili wa mbio hii. Kununua tiketi, kufadhili au kuchangia kiasi chochote kile, tembelea tovuti ya www.autismgaladina.co.tz au piga simu namba 0783639335. Ustawi kwa kila mtoto, viashiria vya usonji. Na sasa tukikia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu na gazeti ya Mwanaspoti lenye habari iliyopewa kipaumbele ni siku 100 uwanja Yanga kiza kinene. Habari katika ukurasa wa 8 wa gazeti hilo. Klabu hiyo kongwe ilikabidhiwa hati ya ongezeko la eneo la uwanja Kaunda uliopo Jangwani katika kilele cha wiki ya mwananchi mwaka 2025. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 8. Msauzi Simba Sports Club astopisha panga ahuati ya mguu. Kiungo huyo alisajiliwa msimu uliopita na kocha Fado Davis na alimaliza kinara wa mabao wa ligi kuu. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2. Simbu abeba medali nyingine. Habari katika kurasa za ndani. Vibe la AFCON usipime, bingwa aongezewa mzigo. Habari katika ukurasa wa 10 hadi ukurasa wa 12. AFCON leo Jumatatu ni Mali na Zambia saa 11 jioni Stade Mohamed wa 5. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake 2. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Mikononi mwangu na gazeti ya Habari Leo lenyewe limeandika Stars yatamba kuandika historia AFCON 2025. Mangungu, viongozi Simba tunafikika. Simbu ashika nafasi ya pili India. Habari katika ukurasa za ndani. Christian Bella aishukuru serikali. Habari katika ukurasa wa 21. Serikali yaahidi makubwa Paul Tebo. Habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Habari Leo, na gazeti ya Habari Leo ukurasa wake wa nyuma unakamilisha udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania Jumatatu ya leo. Asante na kwaheri.